katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi hapa jijini Zanzibar, jiji lenye marashi ya karafuu, na hapa tumekuja moja kwa moja timu nzima ya TBC kuweza kusikia maoni ya mkuu wa mkoa, ni vipi tutavuka kwa amani. Na si mwingine, tutakuwa na mkuu wa mkoa wa hapa Mjini Magharibi Zanzibar, Bwana Idrisa Mustafa Kitwana, na atakwenda kutuambia amejipangaje yeye kama kiongozi wa mkoa katika kuhakikisha amani na utulivu vinaenziwa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi na kuvuka salama. Basi twende ndani tukamsikie ana yapi ya kuasa wananchi wake katika kipindi hiki muhimu. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia leo tukaweza kukutana na TBC na vyombo mbalimbali. Tunapoizungumza uchaguzi, kujiandaa kwetu, maana yake tunaangalia pia si uchaguzi tu, lakini tunaangalia maisha yetu kwa ujumla. Kwa maana tunaangalia maisha kabla ya uchaguzi, maisha wakati wa uchaguzi wenyewe, na baada ya uchaguzi, kwa sababu siku zote wanadamu tunaishi kwa matumaini. Kwa hiyo tunapoizungumzia uchaguzi, ile tension ya leo ukiangalia ni quite different na huko tunakotokea. Nimesema nianze na hiyo preamble makusudi. Kwa safari hii tumeanza maandalizi ya uchaguzi kwa aina yake, kulingana na maono ya viongozi wetu, kulingana na spirit yao. Wanatamani sana kuona kwamba maandalizi ya uchaguzi, ndani ya uchaguzi wenyewe, basi maisha yaendelee ya wananchi katika kujitafutia huduma zao bila ya taharuki yoyote. Kwa hiyo tumeanza kujiandaa, lakini kujiandaa kwetu manake tumejiandaa kisayansi. Ndio hoja yangu ya msingi hapa, kwamba tumejiandaa kisayansi sana. Watu waliozoea huko tunakotokea nyuma, kikifika kipindi hiki inakuwa mchaka mwingi sana. Lakini safari hii chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu na Daktari Hussein Ali Mwinyi, modality imekuwa tofauti na imekuwa nzuri zaidi. Kwa maana kwamba sasa, na ndio maana kama mgeni anakuja hajui Tanzania inajiandaa na uchaguzi tena soon, anaweza kufikiria hakuna uchaguzi, labda baada ya uchaguzi labda kuna miaka 5 mbele huko ndo tuna uchaguzi. Kwa hiyo tumejipanga kama mkoa, kama serikali ya mkoa wa Mjini Magharibi, na ukiangalia ndio mkoa mkubwa ambao umeaccommodate watu wengi, kwa sababu tuna watu takriban 893,169 hapungui. Kwa hiyo ni nusu ya Wazanzibari wote Unguja na Pemba wapo hapa. Kwa hiyo unakuta hapa makabila mbalimbali yapo mjini hapa. Kwa hiyo tunapojiandaa kwenye uchaguzi, tunajaribu kuangalia vitu vingi sana, lakini vyote hivyo vina rely kwenye kuhakikisha kwamba usalama, utulivu wa mji wetu, maisha ya watu wetu, ya mtu mmoja mmoja na makundi mbalimbali ya kijamii, shughuli zinaendelea. Kwa hiyo tutasema tumejiandaa kwenye maeneo mengi sana. Kwanza kuandaa watu kiutayari kuingia kwenye uchaguzi, lakini tumewaandaa kisaikolojia kuambia kwamba uchaguzi si wadui wala sio vita. Uchaguzi bado unawafanya watu wawe wamoja, ndugu, marafiki, na tunawaandaa pia kwamba kufahamu kwamba hii ni nchi yao na hawana kwingine kwa kwenda. Maana yake ukiharibu umeharibu nchi yako, na bahati mbaya au tuseme nzuri mbaya, kwa maana tunajifunza kupitia nchi nyingine ambazo hata zenyewe zinajutia katika kuona kwamba mazingira ya ikifika wakati kama huu au hata kabla, nchi namna na machafuko yalivyokuwa katika nchi zetu. Na nataka nikwambie mwandishi, babu yangu alikuwa ananiambia siku zote, Mzee Mustafa, umuhimu wa kidole hiki huwezi kujua mpaka kikatike. Nikawa simuelewi ana maana gani. Siku moja akawa ananiuliza, akaniambia, hebu nataka nikuulize wewe, toka umezaliwa mpaka leo, niambie vifundo vyako hivi vingapi? Basi nilichukua muda kidogo. Yaani maisha yote ninavyo hivi vifundo, lakini kuvijua kama ni 15 vingapi, cause sikuwa na concentration.
Sasa umuhimu wa siku nilioulizwa kwamba hebu niambie una vifundo vingapi, tena aliniambia nitakupa Sh1.5 haraka haraka, usichelewe. Tafsiri yake alikuwa ananifundisha nini? Kitu kukijua thamani yake, watu wengi wamezoea pale wakati kipo kina exist, na anawezekana wakati mwingine asikijue mpaka kiondoke. Kwa hiyo amani ya nchi yetu, usalama wa nchi yetu tulioasisiwa na mababu zetu ndani ya taifa letu ni very rare duniani leo katika nchi nyingi sana kuwa inaendelea kuexist. Kwa hiyo kwetu sisi tunapoelekea uchaguzi ndani ya mkoa wetu, tumeona jambo hilo nalo lazima katika mambo ya msingi ambayo viongozi wetu hawa wa kitaifa wamekuwa kila wakisimama kwenye viriri, iwe vya kisiasa au vya kuzungumzia kwenye swala la dola, ni swala la amani, utulivu. Jengine, namna tulivyojiandaa, tumewaandaa pia watu wetu waone kwamba uchaguzi ni kitu cha kupita cha siku moja ili maisha yaweze kuendelea. Lakini pia tumewaweka utayari, ile readiness ya kwamba jamani, tuna jambo ambalo unapolikosa, kama una haki ya kulifanya, una wajibu wa kulifanya. Maana haki na wajibu ni watoto pacha. Leo ukiangalia mkoa wa Mjini Magharibi hapa, ambapo tuna miradi mingi ya kimaendeleo zikiwemo infrastructure mbalimbali, tulianza na huko sisi kuwa consider watu wenye mahitaji maalum tunawaita, au watu wenye ulemavu, kwa sababu categorically ulemavu kuna aina tofauti, lakini wote karibia wamekuwa under consideration. Kwa hiyo kwanza nianze huko kwamba tumeanza katika infrastructure, na nishukuru pia hata tume yetu ya uchaguzi ya Zanzibar, ZEC na INEC zote, wakati tunajaribu kuallocate mazingira ya maeneo ambayo tutaweka vituo vile vya kupigia kura, tumejaribu sana kuconsider jambo hilo. Kwa hiyo nataka ni kuhakikishie kwamba tumeanza from scratch kuona kwamba tunapoenda kufanya uchaguzi, ama kwa tunapoenda kupiga, wananchi wanapoenda kupiga kura, ni kwa kiwango gani kitaweza kuwakutanisha, yani kuwafanya watu wote waweze kukidhi yale mahitaji yao katika swala zima la upigaji wa kura. Kwa hiyo moja katika maandalizi yetu kuhakikisha maeneo yote ya vituo vyetu tumezingatia swala zima la watu wenye ulemavu moja. Lakini mbili, tumekuwa na mazoezi hapa tokea tumeanza mwezi uliopita. Tumeanza katika kupitia wilaya zetu zote, wilaya zangu mimi hapa na wilaya 3, na ndio mkoa wenye wilaya nyingi kwa huku kwetu Zanzibar. Kwa hiyo wakuu wangu wa wilaya niliwapa maelekezo na niwapongeze. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana makatibu wangu tawala chini ya kaimu katibu tawala wa mkoa na timu zao zote, mabaraza yetu ya manispaa yote. Tumejaribu kutengeneza ratiba yetu ya kuwafikia watu na makundi mbalimbali. Moja kati ya makundi ambayo tumekonsida likiwemo kundi la watu wenye ulemavu. Tumeshaanza kuita makundi mengi sana kuyapa elimu. Najua swala hilo unaweza kuniuliza. Makundi ya vijana, makundi ya wazee, wajasiriamali, wananchi mbalimbali, tumejaribu kuwaelimisha wakiwemo watu wenye ulemavu, kuhakikisha na wao kwanza kuwafariji. Na tumefanya forum ya watu wenye ulemavu hapa, moja kubwa sana tumeifanya ndani ya mkoa wetu, na kuwapa matumaini kwamba, na walitoa hoja zao kwamba basi mheshimiwa, tunaomba na hiki, kwa sababu kama kuna kitu kitakuwa kimebakia kinawakwaza, manake sisi tulipaswa kusikia. Ndio maana tukafanya mapema sana makongamano tumefanya ya kuhakikisha kwamba na wao tunawashirikisha kwa 100%. Na bahati nzuri wakasema yao ambayo labda tunadhani tukielekea kwenye uchaguzi tutakuwa tumekidhi kwa kiasi fulani. Kwa hiyo nataka nikuhakikishieni kwamba jambo hili kwa upande wa mkoa wetu wa Mjini Magharibi tumelifanya kabisa. All in all, nataka nikuhakikishieni kwamba swala la makundi almost yote
Yani hapa unaniuliza nasema kundi gani ambalo sijalifikia. Lakini akina mama ntilia ya kwa maana jasiriamali kwa ujumla, makundi mbalimbali, boda boda, wote hao sisi tumeshawafikia. Kwa hiyo watu wa dini tunakwenda na staili yake. Kwa mfano tuna zile special za lengo la kufikisha message, lakini kuna special zile tunazoenda kupitia nyumba za ibada. Tuna viongozi wa dini wenyewe tunakusanya nao katika ngazi za mkoa, wilaya, na wao wakuu wetu wa wilaya na wao serikali za wilaya nimewaagiza kufanya hiyo shughuli, yani kuhakikisha haachwi mtu nyuma kwenye jambo hili, ili tukienda kwenye uchaguzi na sote tuwe na common understanding. Tukiwa serikali ya mkoa tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba Watanzania hawa ambao wameunda vyama vyao tofauti, ili mradi tu mawazo yanatofautiana, wameunda vyama vyao, lakini nchi yetu pamoja. Kwa hiyo kwenye suala hili, na vyombo vya ulinzi na usalama hivi ni vyetu sote, tumeviunda kwa kulinda nchi yetu na watu wetu na raia wetu. Kwa hiyo serikali ya mkoa tumefanya jitihada ya kuwaorganize na kufanya kuhakikisha kujua ratiba zikoje za mikutano kupitia tume zetu, kuanza kupanga kuhakikisha kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinawaangalia katika kila sehemu. Na uzuri ni kwamba mkoa wetu sisi sasa hivi kiteknolojia umekuwa sana. Sisi tokea wewe mgeni wetu unaingia tunakujua. Kwa hiyo sisi tunaanza kuangalia kila pahali. Kwa hiyo nataka nikutoshe kabisa kwenye suala la haki ya kuwa treat hata kwenye maeneo ya kufanyia mikutano. Tumejaribu sana kushirikiana na hivyo vyama vya siasa kuhakikisha hakuna conflict of interest. Kwa mfano chama A kinakwenda sehemu uwanja huu, basi sio tena kuja kugongane ratiba. Tunashukuru tume nao wametusaidia kwenye jambo hilo kuhakikisha kwamba mmoja akienda huku mmoja huku anaenda kumwaga sera. Lakini hatukuishia hapo. Hata tunapowaita kuwahubiria, tunawahubiria katika toni ile ile moja, kwamba nyote ni vyama vya siasa. Vyama vya siasa leo vipo, kesho vinaweza vikaondoka, lakini taifa letu litabaki milele. Kwa hiyo hakikisheni kwamba mnapoenda tuache ile mihemko ya watu kutukanana, kwa sababu ndio inayoanza kuvunja nini? Amani. Na dini sera zenu, shindaneni kwa hoja, mwambieni mtu mimi nitakufanyia hiki, wewe amesema atakununulia baiskeli, mimi nitakununulia pikipiki, na mwingine aseme mimi nitakununulia gari. Tudumishe amani, utulivu na mshikamano kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, kwani kuna maisha marefu sana na yenye matumaini makubwa baada ya uchaguzi wetu. Na tukumbuke kwamba hii ni nchi yetu na hatuna pengine katu. Kwa hiyo huo ndio uwe ujumbe wangu. Tuendelee kushikamana kulifanya taifa letu liendelee kuwa na amani siku zote. Ushirikiano kati ya viongozi na wananchi ni nguzo muhimu ya uchaguzi wenye mafanikio, lakini usalama ni msingi wa kila hatua ya uchaguzi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Richard Thadei Mchomvu, ana lipi la kusema kuhakikisha amani inaendelea kudumu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwanza niseme tu kwamba jeshi la polisi kwa ujumla wake, uchaguzi huu tumeanza mipango kazi, maandalizi mapema kabisa, muda mrefu. Jeshi, makao makuu ya jeshi Dodoma, makao makuu ya jeshi hapa Zanzibar, lakini na mikoa kwa pamoja tumeshirikiana, tumeandaa mpango kazi ambao ni imara toka mwanzo. Shughuli za kwanza kabisa za uchaguzi naanza na tumetoa na kauli mbiu yetu. Kwa hiyo tuna mpango kazi imara madhubuti ulioelekeza askari gani afanye nini wakati gani. Kama mnavyotuona kwenye mkutano wa kampeni, unaona kila askari alivyokaa, alivyojipanga. Ni mpango kazi upo imara madhubuti wa nchi nzima kabisa, unafanana. Yaani ukitoka hapa Zanzibar Mjini Magharibi ukienda kusini Unguja, kaskazini Mtwara, mipango kazi iko vile vile inafanana kwa nchi nzima. Tuna mhimili unaoitwa ushirikishwaji wa jamii, yani polisi jamii. Sisi tumejikita huko muda mrefu toka mwaka 2006 huko tuko ndani. Kwa hiyo kwa sasa yani tumeshakuwa wabobevu, tumeingia na jeshi limeimarika zaidi
tuna shehia huku Zanzibar, tuna vitu vinaitwa shehia. Kule bara tunaita kata. Kila shehia ina mkaguzi, na mkaguzi ambaye wote kabisa wana elimu za kutosha. Wengi wana degree za sheria, degree za kawaida. Kwa hiyo wananchi wanapata huduma kwa watu wenye elimu nzuri, wanaweza kuwaelewesha. Kwa hiyo tuko vizuri na wananchi. Wananchi wako jirani, ni mambo madogo madogo, lakini kwa ujumla wananchi wanatuelewa, tuko nao. Kwa sababu tuko mitaani, tuko kwenye ngazi ya shehia, ngazi ya kata. Mimi napenda raha, kwa hiyo naenda kwenye maeneo yale ya kitalii, beach. Watalii wanafurahi. Kwanza watalii wenyewe ukiwaambia hapa kuna uchaguzi, wengi hawaelewi. Unajua mabango yale yameandikwa Kiswahili. Hata watu wengine tu Waswahili wametoka huko Kenya, wapi Uganda. Kama hujui Kiswahili unaona kama Tanzania hakuna uchaguzi kwa sababu pametulia, hasa pametulia. Yaani unaona tu ludo la watu wanatembea wanauza what this, unaambia bwana hao ni watu, this is a rally. Wanaenda kwenye mikutano ya kampeni, lakini watalii wala yani kampeni na shughuli za kitalii hazijaingiliana kabisa. Watu wanaendelea na utalii, watu wanakula bata, watu ndege zinapaa zinarudi, hakuna tatizo. Yani utalii na uchaguzi ni vitu viwili vinaenda sambamba tu, wala kimoja hakiwezi kumwingilia mwenzake kwa hali ilivyo hapa Zanzibar. Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa maana INEC na ZEC zimeweka ratiba zile za mikutano ya kampeni katika ngazi ya majimbo, ngazi ya kata na kitaifa. Wale wagombea wa urais ngazi ya taifa, zile ratiba wanazifuata, zinaenda vizuri. Kukiwa na tatizo wanataka kubadilisha, kuna zile kamati za maadili zile za ngazi ya kata, ngazi ya jimbo, taifa, wanakaa wanabadilisha, tunaenda nao mpaka sasa. Nafikiri mnaona hakuna changamoto yoyote ya kikampeni ambayo imetokea. Hakuna mtu yote ambaye amefanya kosa la kiuchaguzi kuvuruga ile sheria ya uchaguzi mpaka sasa. Kila mtu kwa kweli wanaenda na tuna hizi siku chache hizo baki, tunaamini mpaka sasa mambo yako vizuri. Hatuna matishio Zanzibar. Vyama vinafanya kampeni, kila mtu anajieleza. Wengine wana maneno ya ovyo wachache ambayo ni madogo sana, hana shida, lakini kwa kweli kwa ujumla wake wananchi wametulia, wanasikiliza hoja, wanajipanga kupiga kura tarehe 29. Mtu mvivu, mtu anataka kucheza beti, anataka sio kufanya mambo gani ili apate hela. Wale watu mambo yao ya ovyo hayo. Hayo ndio wanaingiza madudu. Eti mtu kazi yake ni kuweka mambo kwenye ile. Unajua kuna hela fulani zinalipwa kule watu wakisubscribe. Kwa hiyo anaweka mambo ya ovyo pale ili apate hela. Sasa hizo hela zitamtokea pwani. Sisi tuna uhakika na sisi ni makamanda tupo. Tunaipenda nchi na wananchi wengi wanatuelewa. Wewe usitake kupata hela za watu kuingia kwenye nani yako ile akaunti yako kwa kuweka vitu vya ovyo vya kuidhuru nchi kwa sababu ya 10,000 utakazolipwa kwenye hiyo mitandao sijui X sijui kitu gani. Brother, ladies and gentlemen, hiyo itawaletea maneno. Hiyo ndio kauli yangu hiyo. Tuko imara. Kwa hiyo ujumbe wangu wa kwanza muhimu, huu tulivu uliopo huu wauzingatie. Yale mambo ambayo watu wanayasema mitandao ya kijamii, si dharau, unajua kuna watu wa mitandao hapa. Lakini kuna watu wanaweka maneno kule ambayo ni ya kutisha watu. Wanachukua quotation ya nchi gani huko, sio maeneo gani. Sasa hiyo nchi yetu hiyo haiko hivyo. Kila nchi ina mazingira yake, ina taratibu zake, ina historia zake. Ina taratibu zake, ina kanuni zake. Zile watu wabaki kuwa wa Tanzania. Hatuwezi kuwa wa nchi nyingine huko, sio nchi gani huko, sio wanaleta. Kwa hiyo tuendelee kuwa wa Tanzania, tuendelee kuwa Wazanzibari, tuendelee kuwa wananchi wa mkoa Mjini Magharibi ambao ni mkoa wa kitalii. Sasa hivi tunakula matunda mazuri ya utalii. Tuendelee kuwalinda watalii wasiingiwe na hofu kama ambavyo wapo. Huo ndio ujumbe wangu huo. Katika mitaa ya kisiwani Unguja, wananchi nao wameeleza namna maandalizi yalivyobayana kuhakikisha sauti zao zinasikika kupitia kura, huku wakisisitiza umuhimu wa kudumisha amani kama urithi wa vizazi vilivyotangulia. Kwa majina anaitwa Sara, naishi Zanzibar. Yeah. Kukiwa hakuna amani, kwa sisi wanyonge kuna vitu vingi sana vitafeli, especially kazi zetu. Wengine tunahitaji kuamka kila siku asubuhi ende kazini. Sasa kukiwa hakuna amani, uko nyumbani umelala, utapata wapi chochote kitu cha kusaidia watoto? Yeah. Tunahitaji amani kwa ajili ya nini? Kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Kunapotokea vurugu kutakuwa mtihani kidogo, mambo hayataenda, na mambo yasipoenda tena itakuwa ni mtihani juu ya mtihani. Jana wanaopiga kura kwa mara ya kwanza wamchague, hajawahi kupiga kura. Anatakiwa achague kilicho bora. Chagua kilicho bora. Hivyo tu.
na kilicho bora utajua wewe mwenyewe, kwa sababu utakiwa kushauriwa umchague nani. Wewe ndio unajua ni nani aliye bora, ni nani atafanya tena amani yetu iendelee. Utakiwa kuchagua mtu mradi mtu kwa maslahi yako mwenye. Angalia na wengine, bado kuna watoto wanakuwa wanahitaji amani ya nchi ili mambo yaende. Tulikuta amani, tuendelee na amani yetu, tutaki vurugu sisi. Yusufu Ali Sefu ni mkazi wa mjini Zanzibar. Tupo katika harakati za mwendelezo wa uchaguzi. Uchaguzi umekaribia na sote tuna haki ya kupiga kura. Kikubwa zaidi, tuende tukapige kura kwa amani, tudumishe amani yetu. Bila amani tusingefikia hapa tulipo. Amani ndiyo kila kitu na ndiyo kinachosababisha kuleta maendeleo haya tunayoyaona. Tunazunguka, tunafanya biashara zetu. Bila amani tungekuwa hatuyapati haya. Tungekuwa tunaishi ndani tu kama wenzetu walivyo. Kapige kura kama ilivyo haki yako ya kibinadamu. Rudi nyumbani, tunza amani, subiri mambo mengine yaendelee. Ni hivyo. Kikubwa kwamba wazazi wetu tunapoishi nao wanatuelekeza muktasari jinsi ulivyo. Natakiwa tuwe hivi, tuishi hivi, tusisababishe uchochezo tukaivunja amani, kwamba wao walipotoka na hapa walipo bila amani basi wao wasingefika, na sisi kizazi kilichokuwa sasa hivi basi tusingepatikana. Anachowaambia ama kuwasisitiza hususan vijana wenzangu, tusishawishike. Tuende tukapige kura, tuchague kile kilichokuwa kizuri kwetu sisi na tunachokiona ni bora zaidi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mimi naitwa Mohamed Kondo, lakini pia kwa maarufu naitwa Tam. Hii ni mara yangu ya kwanza, lakini pia hizo mara zangu za nyuma zote ambazo sijapiga najutia kwa nini sijapiga, kwa sababu nimegundua kura ni moja ya nafasi kubwa sana ya kutuletea sisi maendeleo. Kwa hiyo kura yangu mimi nafikiri itakuwa inaenda kusaidia bwana kuleta maendeleo katika nchi yangu ya Zanzibar. Nafikiri kwanza vijana wanatakiwa watumie hii fursa. Hii ni fursa kubwa kweli kweli. Na kama ni kwanza mara yao ya kwanza kupiga kura, basi wasiache kwenda kuitumia fursa hii, kwa sababu naamini kura zao au kura zetu kama vijana inaenda ama tunaenda kuitengeneza Zanzibar, lakini pia tunaenda kuifanya Zanzibar kuwa katika nchi ambayo itaigwa na nchi nyingine ambazo mwanzo walikuwa wao wakubwa, lakini sasa hivi Zanzibar tunaenda kuifanya kuwa kubwa zaidi kupitia kura zetu. Kwa hiyo nawaambia tu vijana wenzangu, tukapige kura. Waache hizo propaganda sio Oktoba 29 tunaenda kuandamana. Wanaenda kuandamana kufanya nini? Wakapige kura. Unajua hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika katika nchi kama amani ikikosekana. Na hii tujifunze kwa nchi mfano kama ya Libya. Watu wa Libya walikuwa wanaishi maisha mazuri kweli kweli, lakini amani wameenda kuiharibu na sasa hivi wanajuta. Bwana, maisha kwao yamekuwa ni magumu, watu hawaishi vizuri, maisha yamekuwa ni tafu. Kwa sababu gani? Amani imekosekana. Kwa hiyo mimi niwaambie tu, amani ni kitovu cha maendeleo katika nchi na amani ni kitu muhimu kweli. Sasa hivi angalia, bodaboda tunafanya kazi muda wowote. Hivi ujiulize, kwa mfano kama mimi nafanya kazi bodaboda, ingekuwa katika nchi yangu mimi hakuna amani, tungewezaje kufanya kazi? Maana yake mabomu yangekuwa na rindima tuko. Bwana, na sisi bwana vijana hatuwezi kupata riziki bila kutoka. Unaona vizuri. Kwa hiyo kazi yangu mimi bodaboda naingiza hela kwa sababu ya amani ambayo naiona katika nchi. Kwa hiyo amani ina muhimu mkubwa kweli katika taifa letu. Kwa hiyo lazima tuilinde, tuitunze na tuinganganie. Tusikubali itoweke amani yetu. Mimi naitwa Yusuf Hamis Mpate. Hali ni nzuri, shwari. Tangu kuzaliwa kwangu nafahamu shwari. Ushauri wangu wajiandae na uchaguzi na waende kwa mawakala au maafisa wasimamizi wakapate ushauri au wajue uchaguzi unakuwaje. Hiyo ndio ushauri wangu, uchaguzi unakuwaje. Alafu la pili, siku hiyo na washauri wasivai fomu za chama chochote, wavae nguo za kawaida tu na wajiandae kwa kwenda kupiga kura siku hiyo. Maandalizi wayaandae tangu leo. Nyumbani watafute sukari, watafute kila kitu. Siku hiyo tuende kwa ajili ya uchaguzi tu, tukamchague kiongozi atakayetufaa wa kutongoza nchi yetu ya Tanzania hata Zanzibar. Amani ikitoweka, kwanza mimi nitakuwa sina furaha na nyumba yangu na mke wangu na watoto wangu, hata kula hii itakuwa ipatikana. Mfano mdogo, nchi za jirani
Tunasikia kila siku kwenye vyombo vya habari, mara moto, mara tu 20, 30. Sasa amani utakapoitunza, basi kwanza tutakuwa na furaha. Halafu la pili, mwenye biashara atafanya biashara, mwenye kusomesha atasomesha, mwenye kwenda kuvua atakwenda kuvua, mwenye kulima atalima, mwenye kufuga atafuga, mwenye kuuza atauza. Hii ndio raha ya amani. Twende tukapige kura na cheka zake zote, na siku hiyo tukijaliwa, na sisi tulojiaminisha tukijaliwa tukawa wazima wa afya, basi ushauri wangu tuzidi kuwashawishi tangu leo. Siku ikifika twende kwa pamoja tukapige kura. Ndio ushauri wangu mimi. Baadaye asiakakaa pembeni akalaumu, mimi sikumtaka, aende akamchagua.